la ulinzi la wana Simba kabla tujaanza? Of course ni eneo ambalo limekamilika. Sioni kama kuna shida kubwa, lakini unapaswa tu kuongeza mchezaji mwingine ambaye atawapa pressure wale waliopo. Sometimes kwenye team unapofanya maboresho wakati mwingine inabidi usajili mchezaji ambaye ni senior zaidi kwa ajili ya kuwajenga waliopo. Sasa Simba na wachezaji wazuri. Ya Chamo Karaboe mzuri sana, center back mzuri, utulivu wa hali ya juu, akili kubwa anayo kwenye mipira ya juu, na moja ya wachezaji ambao wanaweza kuwasaidia sana Simba ni pamoja na Chamo Karaboe. Kwa hiyo ni mzuri sana kwenye mipira ya juu. Na mara nyingi Simba kwenye mashindano ya kimataifa kwa robo finali zote ambazo wamei kutolewa, hakuna robo finali ambao hawajawahi kuruhusu bao la juu la kwenye mpira wa juu au mipira ya kutenga. Mechi pekee ambayo walimaliza bila kuruhusu bao kwenye mpira wa kutenga ilikuwa ni mechi dhidi ya Wydad Casablanca, lakini Ali Salim alifanya save 3 za maana kweli kwa ambazo walinzi walishashindwa, lakini amekuja ameweza kufix hicho, amecheza vizuri sana. Nadhani kwenye eneo hilo ni namba wanapaswa tu kuongeza tu center back mwingine bora ambaye ataendelea kuwapa pressure wale waliopo pale. Ni kama ambavyo mimi nachukizwa na kitendo cha Simba kumweka benchi kumtoa kabisa kwenye kikosi Aishi Manula. Yes, ni kitu ambacho mimi kinachukizwa nacho kwa sababu unajua inawezekana kweli Aishi sio golikipa mzuri kwa sasa mbele ya Musa Pimpin Kamara. Lakini ukimweka bench Kamara kwenye kichwa chake anajua kule nje kuna Aishi Manula. Hawezi kufanya makosa. Kwa sababu anajua nikifanya makosa huyu mwamba akapewa nafasi ya kusimama golini, inawezekana mimi ikaanza mwisho mimi kukaa kwenye hii milingoti mitatu. Kwa hiyo ile itamfanya yeye kuwa makini zaidi na mchezo. Concentration itakuwa ni kubwa. Kwa wakati mwingine kumweka tu mtu bench kunatuma message kwa yule ambaye yuko uwanjani kwamba bwana kule nje kuna mtu. Nikifanya tu makosa huyu mtu anaingia. Kwa mfano sasa hivi unaona anavyocheza Chamo Karaboe. Yaani itamchukua muda mrefu Chema Roni kuja kurejea kusai kwenye kikosi cha kwanza. Kwamba sometimes inamfanya mchezaji ambaye anapata nafasi kuwa active na mchezo. Concentration inakuwa ni kubwa, hata makosa atapunguza. Akipunguza makosa ni faida kwa timu. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi binafsi kinaniuma sana kuona mtu kama Aisha anakaa bench. Wangemweka pale anakaa nje. Angekuwa anawekwa pale kwenye bench, ingekuwa ni message tosha kwenda kwa Kamara, na Kamara angepunguza yale makosa kidogo ambayo amekuwa akiyafanya yakiwa anaiathiri timu. Sasa mbali na hayo yote unaiona Simba ambavyo wao wanajiamini napo pia wanapita na kuingia finali. Uwezo wanao? Kwa Simba wakienda finali ni bahati. Yaani sio kwamba wana hiyo quality wa kuwapeleka finali. Unajua hizo mechi za mtoano kuna bahati na ubora. Sasa kwa nini nasema kuna bahati na ubora? Unaweza ukawa sio bora sana lakini ukawa na bahati. Lakini unaweza ukawa wewe ni bora lakini wewe ni bora tu kwenye matukio, sio bora kiuchezaji. Kwa mfano Al Ahly mara nyingi inatoa sana taji la Afrika. Al Ahly sio kwamba ni timu bora barani Afrika, ila ni timu bora kwenye matukio. Yaani wao kuna matukio ambayo wakikutana nayo uwanjani wanakuadhibu. Ila kuna timu ni bora uwanjani lakini haina uwezo wa kukuadhibu kwenye matukio. Kwa mfano Mamelodi Sundowns ni timu bora sana barani Afrika, ni number 1 kwa ubora barani Afrika. Lakini sizungumzia hapo namba 1 kwa ubora, mtu anielewe. Sizungumzia namba 1 kwa ubora kwenye ranking. Nazungumza namba 1 kwa ubora kiuchezaji. Mamelodi Sundowns ni timu namba 1. Lakini unajua kwa nini haifiki finali? Mara mwisho kuchukua ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa nini sasa hivi haifiki? Kwa sababu haina ubora wa kuamua mechi kwenye matukio. Lakini Al Ahly sio timu bora kiuchezaji, lakini ina uwezo wa kuamua mechi kwenye matukio. Umenielewa vizuri Sasa Simba msimu huu wamefika nusu finali. Lakini kwa sababu wamekuwa na bahati. Na sio pia kwamba wamekuwa bora kwenye matukio. Simba kutana kuna matukio mengi ambayo yalimewahi kutokea uwanjani ambao walikuwa wanatakiwa kumaliza mechi, hawakumaliza mechi. Lakini wamepata bahati ya kufika hapa walipofika. Hii ni bahati. Ni bahati. Yaani mfano Al-Masry kama wangesema tusikae nyuma tushambulie tupia na Simba kama kawaida, pengine leo tusingekuwa tunazungumza Simba kufika hatua ya nusu finali. Pengine angefungwa mapema. Mechi ya kwanza ya Al-Masry kacheza shot on target 2 na zote ni mabao. Simba kacheza shots 18, 7 on target na hajapata bao. Umeona? Kwa hiyo uwezi Simba hapa walipofika ni kwa sababu ya bahati ambayo wamekuwa nayo kwenye haya mashindano kwa msimu huu. Wameshinda bao moja, walipoteza nafasi nyingi. Tunasubiri kuona reaction kwenye mechi yao ya pili itakuwaje, lakini kwa mtazamo wangu Simba hawana hiyo quality ya kusema wana uwezo wa kwenda kubeba taji barani Afrika. Ila
kama wanaweza wana bahati kwamba hata mechi dhidi ya Stellenbosch pengine bahati inaweza kuwabeba kama ambavyo iliwabeba kwenye mchezo wa juzi. Okay, sasa tumalizie na hii mpaka sasa NBC Premier League kuna mechi ambazo mpaka sasa watu wameacha mechi 3, lakini pia Young Africans amefunguka yeye ana mechi 3 atangaze ubingwa, ambapo kwa uhalisia tunakumbuka kuna kipolo ambacho haikuchezwa dabi, lakini wao wanahesabu mechi 3. Lakini pia kwa Simba Sports Club mpaka sasa mechi nyingi zisizopungua mechi 7 kama niko sawa. Pengine unaona nani anakwenda kuchukua ubingwa na nafasi zaidi katika msimamo wa NBC Premier? Kwanza naomba nianzie hapo kwa Yanga kwanza kabla sijibu swali lako la juu. Yaani Yanga wanajidanganya. Hawawezi kugoma kucheza dabi. Yaani huo uwezo wa kugomea dabi hawana. Dabi itachezwa. Yanga kabakisha mechi 4 na sio mechi 3. Kama sio 3 wanavyosema wao. Wamebakisha mechi 4. Lazima dabi ichezwe na watakubali, hawana uwezo wa kuikimbia dabi. Dabi lazima ichezwe. Kwenye mechi 4 ambazo zimebaki za Yanga wanapaswa kumfunga Simba ili waweze kutoa taji. Kwa sababu mechi 3 zilizobaki hizo ukiondoa mechi ya Simba wanaweza kushinda zote kwa 100%. Lakini mechi dhidi ya Simba ndio mechi ambayo inaweza kuamua Yanga awe bingwa ama asiwe bingwa. Kwa hiyo Yanga ili awe bingwa lazima mfunge Simba. Asipomfunga Simba Yanga hawezi kuwa bingwa. Awe bingwa mfunge. Lazima mfunge Simba. Asipomfunga Simba Yanga hawezi kuwa bingwa. Hawezi kupata alama 3 za mezani. Hawezi. Na lazima akubali 3. Anajidanganya. Ligi inavyoanza hao tunazungumza kwenye kanuni za FIFA na CAF by the way. Idadi ya timu ambazo zimeanza zinapaswa kucheza mechi sawa kwenye ligi. Hiyo ligi itakuwa haijamalizika kihalali endapo bingwa amepatikana halafu kuna timu zimecheza michezo pungufu na timu zingine. Ikitokea kuna timu imecheza michezo pungufu na timu zingine, manake hiyo ligi haijaisha na timu ambayo inatakiwa kushuka daraja haitakiwi kushuka daraja. Mpaka mechi zote 30 zichezwe kama ni 30, kama ni 20 zote 20 zichezwe. Manake leo Yanga kigoma kucheza dabi, hata Ken Gold hajashuka daraja. Ken Gold bado anakuwa sehemu salama. Hawa sehemu salama. Sio mchezo bado. Bingwa hawezi kupatikana kama idadi ya michezo ambayo inatakiwa kuchezwa kwenye ligi haijakamilika. Lakini timu haitakiwi kuondolewa kwenye ligi kama idadi ya michezo ambayo inatakiwa kuchezwa haijakamilika. Kwa hiyo Yanga akigoma kucheza dabi, maana yake Ken Gold hajashuka daraja. Umeelewa? Maana yake pia ligi haijamalizika. Maana yake msimu unaokuja tutakuwa na timu hizi ambazo zipo. Ina maana watakaopanda ligi kuu hawana uwezo wa kuja kucheza ligi kuu. Na basi ongeze msimu mwingine. Hauwezi kuongeza timu kienyeji. Hauwezi. Bado haijaisha ligi. Unless otherwise bodi ya ligi wapange ratiba, ipango tarehe ya mchezo, atakayeshindwa kutokea hiyo siku anapokwa alama 3, ligi itaisha. Hicho kipengele. Na upande wa nani pengine anaweza kwenda kuwa bingwa au bado sana? Tatizo Yanga wameanza kuwa waoga, wanaiogopa sana Simba, lakini Yanga wana nafasi kubwa kuwa mabingwa msimu huu. Yani kama Yanga wataacha kuiogopa Simba wakapeleka timu uwanjani wakacheza, wana uwezo wa kuifunga Simba na wakawa mabingwa. Shida sana nao washaanza kuogopa ni kama hawataki kupeleka timu kwenye mechi dhidi ya Simba. Ni woga tu ambao sometimes huwa of course unatokea, lakini Yanga wana timu nzuri sana, wana timu bora sana kuliko Simba. Nilikwambia mwanzoni tofauti ya timu bora na timu nzuri. Simba ni timu nzuri ila sio timu bora. Yanga ni timu bora, inaweza kucheza na mtu yote kwenye kiwanja chochote na wakashinda magoli tena wakiwa wako comfortable kabisa. Tatizo ni kwamba Yanga wameanza kuiogopa Simba mapema, lakini kama ingekuwa sio Yanga kuiogopa Simba, wangekuwa na uwezo wa kwenda kumfunga Simba vizuri na wangechukua bingwa wao 4 vizuri bila shida yoyote. Ubora wa Yanga unakufaga unapokuja swala la klabu bingwa. Hasa klabu bingwa kule kunahitaji akili nyingi. Sasa mwanzo nikwambia kitu kimoja kwamba kuna ubora wa kucheza mechi kwa matukio, halafu kuna ubora wa kucheza mechi kawaida. Mamelodi Sundowns ni timu bora kwenye kucheza lakini haina uwezo wa kucheza vizuri kwenye matukio fulani. Na ndio maana hawafanyi vizuri kimataifa kama Yanga. Kwa hiyo hata Yanga ni timu bora lakini hawana uwezo, lakini hawawezi kucheza mechi vizuri za kimataifa, ndio maana wako hapa. Lakini group stage mara 2 kwenye club bingwa, mara moja wameishia robo final, mara moja wameenda robo finali, mara moja kwenye group stage, sio mbaya, wanajifunza. Kwa sababu pia sometimes kila mtu ana mwalimu wake. Kwenye ligi ya ndani Simba anajifunza kwa Yanga, lakini kimataifa Yanga anatakiwa kujifunza kwa Simba. Lakini pia Simba naye kimataifa anasaidiwa kwa ile nini psychologically factor, yani psychological factor. Kama unavyoona Madrid, sometimes Madrid unaiona
ni timu bora sana, inashindana sana, ina quality nzuri. Sometimes psychologically ile ndio kisaikolojia ndio inawasaidia, kwa sababu wana ile mentality ya kushinda zaidi mechi, wana uwezo wa kushinda mechi nyingi, so na ile ndio inawasaidia. Kwa hata kwenye zile mechi ambazo unaona kama Madrid anapoteza, anaenda mwisho wa siku anashinda kutokana na saikolojia, wako vizuri. Yani wanaamini kwamba hali mashindano ambayo wao wanayaweza. Ndivyo ilivyo kwa Simba, wanaamini kwamba klabu bingwa au mashindano ya kimataifa ni mashindano ambayo yanawaweza. Kwa hiyo kisaikolojia ile inawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Okay, sasa mimi nikushukuru sana, tuishie hapo kwa leo. Shukrani sana.